Katika ibada ya Jumapili ya tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2026, ibada yenye mlengo wa kinabii unaosema kuumba ulimwengu wako sehemu ya pili. Mpako mafuta wa Bwana MWB James Onea alitoa neno la nabii kuhusiana na kiongozi mkubwa wa taifa, na haya ndiyo yalikuwa maneno yake. I don't know why nikiwa niko hapa nimeona kiongozi mkubwa, alafu naona, unajua mtu kama hivi, mtu unatembea hivi, si ndio? Alafu unajikwaa, si ndio? Unadondoka, unateguka goti la nini la kulia. I don't know is a parable or is what, si umenielewa? But I see a leader. Hivyo basi maneno haya ya unabii aliyotoa MWB James Onea katika lugha ya fumbo yametimia katika lugha ya wazi, ikiwa ni siku 35 tangia neno hilo la unabii kutolewa, ambapo siku ya Jumanne ya tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka 2026, baada ya kiongozi mkubwa wa taifa, makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi kutangaza kujiuzuru baada ya kuandika waraka wa barua. Na miongoni mwa maneno aliyozungumza katika barua hiyo ni haya: taarifa kwa umma, leo tarehe 25 Agosti 2026, nimemwandikia barua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kumjulisha kuwa nimeamua kustaafu siasa na utumishi wa umma, hivyo nitajiuzuru nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Zingatia, nabii alizungumza kiongozi mkubwa, ambapo makamu wa rais ni miongoni mwa viongozi wakubwa ndani ya taifa, ambapo MWB James Onea alisema kiongozi huyo kuwa atajikwaa kwanza kabla ya kuvunjika mguu. Sheria zote ambazo zipo na zilizotangulia kuwepo zinazokinzana na katiba ile, siku ile ukipitisha katiba mpya zinakuwa zimekufa hizo sheria zinazokinzana na katiba. Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningewaambiwa hebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu. Wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja. Unapewa nafasi ya mwisho, sema moja. Nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote, katiba yenye mwafaka katika taifa, katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja, katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania, yenye katiba inayojali maisha ya mtu, lakini pia katiba inayoheshimu haki za raia wake. Basi mtu wa Mungu, ni hakika na kweli ya kwamba MWB James Onea alitumia lugha ngumu sana iliyobeba jambo zito la kitaifa kwa habari ya kiongozi mkuu kujikwaa kwa maneno yake kabla ya kuvunjika mguu na kushindwa kusimama tena katika nafasi yake ya ukuu, yaani kustaafu kabisa siasa na utumishi wa umma. Hivyo basi maneno haya ya unabii aliyotabiri MWB James Onea yametimia katika lugha ya wazi, ikiwa ni siku 35 tangia neno hilo la unabii kutolewa. Ni hakika na kweli Bwana Mungu amemwinua nabii ndani ya taifa la Tanzania ambaye anaweza kutoa maneno ya unabii kuhusiana na taifa, mataifa na falme. Si mwingine ni mpako mafuta wa Bwana MWB James Onea.